kabla mtoto hajatembea, kabla mtoto hajazungumza, anapewa kitu cha thamani kabisa katika maisha yake ambacho ni jina. Tunasema jina si utambulisho pekee, yani jina si kitu cha kusemwa tu, yani au kutamkwa pekee. Jina ni zaidi ya utambulisho. Jina ni zaidi ya urithi ambao mtoto anakuwa amepewa na wazazi wake. Leo katika Moyo wa Malezi tunaenda kuzungumzia majina ambayo wazazi wanawapa watoto, kwa sababu mara nyingi mzazi anapokuwa amempata mtoto wake anaanza kuwaza, anajiuliza, nitampa mtoto wangu jina au hili jina analompa mtoto wangu linakuwa lina maana gani? Wazazi wengi wanakuwa wanatamani wawape watoto wao majina yenye baraka, yenye bahati, yenye neema, yenye matumaini. Leo kwenye Moyo wa Malezi tunaenda kuzungumzia majina ambayo yanaleta baraka kwa watoto. Ni majina yenye upendo, ni majina yenye matumaini. Fuatana nasi mpaka mwisho ili uweze kupata hayo majina. Utazame video hii mpaka mwisho. Usisite kushare video hii kwa wazazi wengine, usisite kulike wala usiache kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Unaweza kutupigia simu au kutuandikia ujumbe kwa namba 0754579224. Karibu tuende kuanza kuona majina yenye neema, majina yenye baraka, majina yenye bahati kwa watoto. Karibu na tuanze. Hoja namba 1 ni majina yanayomaanisha baraka. Mtoto ni baraka, mtoto ni neema, mtoto ni kitu cha thamani sana ambacho Mwenyezi Mungu anakuwa amekupatia wewe mzazi. Hivyo unapompa mtoto wako majina, lenga kabisa kumpa majina yenye baraka, majina yenye neema, majina ambayo hata akiitwa anakuwa anatambulika kwamba yeye ni kitu kizuri. Majina kama neema, baraka, blessing ni majina ambayo ni mazuri, unaweza kumpa mtoto wako. Majina ambayo yanamtambulisha, yanamuonyesha kwamba yeye ni kitu kizuri, yeye ni baraka, yeye ni neema, yeye ni matumaini. Majina hayo yanakuwa yanamsaidia mtoto kadri anavyokuwa akiitwa, akisikia tu jina lake, anajua kwamba kweli mimi ni baraka, mimi ni neema, mimi ni chanzo cha vitu vizuri. Hoja ya pili ni majina yanayoashiria mafanikio. Majina kama Fanueli, Prosper, Victor, Tumaini ni majina yanayoashiria mafanikio. Hayo ni majina mazuri sana kumpatia mtoto wako, hapo anakuwa na bahati. Kwa sababu tunasema kwamba jina ndio mtu mwenyewe. Kadiri utakapompatia mtoto wako majina kama hayo, mifano niliyotaja. Kwa mfano nimetaja Victor ni ushindi. Nimetaja Fanueli ni uwezo, ni baraka, ni bahati. Nimetaja Tumaini ni matarajio mazuri. Kwa hiyo hayo majina unapokuwa umempatia mtoto wako, umemwandaa yani kuwa na baraka, umemtengenezea mwanzo mwema. Maisha yake yote yanakuwa ni kulingana na jina lake. Maisha yake yote yanakuwa ni mafanikio, kwa sababu mara nyingi tunaamini kabisa kwamba jina ndiye mtu mwenyewe. Hoja ya tatu ni majina yanayojenga upendo na furaha. Majina haya ni mazuri sana tunapowaita watoto majina yanayoonyesha upendo, yanayojenga furaha. Maana yake tunasema kwamba jina linamtambulisha mtoto mwenyewe, na kila anaposikia hiyo sauti anakuwa anajua ndio kitu ambacho yeye mwenyewe anaenda nacho katika maisha yake. Majina kama furaha, jina kama joy, jina kama upendo, jina kama baraka, hayo ni majina ambayo yanakuwa yanamuonyesha mtoto kwamba maisha yake ni maisha ya upendo. Maisha yake ni maisha ya baraka, maisha yake ni maisha ya furaha. Kwa hiyo ataendelea kuishi katika maisha ya furaha, maisha ya upendo, yani joy, furaha, upendo, baraka. Yani siku zote anakuwa katika maisha yake, akiitwa anajua yeye ni upendo. Akiitwa anasikia baraka ikitamkwa katika maisha yake. Kwa hiyo maisha yake yote atakuwa ni maisha ya kutamkiwa vitu vizuri, na mwisho wa siku anaishi katika upendo. Upendo unatengenezwa. Upendo wakati mwingine tunasema kwamba tunaweza tukajifunza kupenda. Tunaweza tukajifunza. Utajifunza wapi sasa? Unajifunza kwa kusikia na unajifunza kwa kuona. Hoja ya 4 ni majina yanayoashiria nguvu na ulinzi. Haya ni majina ambayo yanaonyesha uthabiti. Unamuita mtoto jina kama Jabali, Thabiti, Jasiri, Shujaa. Yaani ni majina ambayo yanamletea mtoto bahati. Watu wanasema kwamba nenda pale nyumbani kwa Shujaa, utamkuta Shujaa yuko amejaa tele. Nenda kwa Jabali, hawezi kushindwa, ukosi kitu. Ukienda kwa Thabiti, lazima mambo yako yatakaa vizuri.
Kwa hiyo ni majina ambayo yanaonyesha ujasiri, ushujaa, yaani majina ambayo yanaonyesha uthabiti wa kitu. Unapowaita watoto hayo majina, moja kwa moja umewatengeneza kuwa imara, umewatengeneza kuwa thabiti, umewatengeneza kuwa sio wale wa kuogopa, sio wale wa goigoi, kwa sababu maisha yao yataendelea kutawaliwa na kile ambacho kinatamkwa na watu kwenye vinywa vyao kila siku kupitia wao. Hoja ya 5, chagua jina lenye maana, sio uzuri tu. Ndugu mzazi, usichague jina kwa sababu linasikika sana na watu wengi, au usichague jina kwa sababu lina trend. Yaani unaona jina lina trend, unasema na mimi nimemzaa mtoto wangu namuita hili jina. Hapana, uliza hilo jina lina maana gani? Asili yake ni ipi, yani chimbuko lake? Na hilo jina litakuwa linamsaidia mtoto nini na limelenga kipi? Hivyo vitu ni vya kuvijua kabisa. Usifate tu mkumbo kwa kuona kwamba jina lina trendi, jina linasikika, ukamuita mtoto wako. Hapana, hiyo inaweza ikawa majuto sana baadaye kwake. Kwa sababu unaweza akafika wakati mwingine akajikuta ni jina ameitwa japo lina trendi, yani linasikika, lakini ni jina ambalo linakuwa halina maana nzuri. Kwa hiyo chagua jina ukifuata maana na sio kufuata tu ile kwamba linasikika sana au watu wengi wanalipenda, linatajwa sana. Ndugu mzazi, unapompa mtoto jina, haumpi neno tu, unampa utambulisho, unampa neema, unampa mwanzo mpya, unampa baraka, unamtengeneza, unakuwa umempa dua, ni sala ambayo kila siku itakuwa inatamkwa. Unajua majina mara nyingi yanakuwa ni sala, kwa sababu kila mara linatamkwa, kama vile ambavyo kila wakati tunatakiwa kusali, na ndivyo hivyo kwa sababu atakuwa anaitwa kila siku. Chagua kumpa mtoto wako jina ambalo lina maana nzuri, jina ambalo ni sahihi, jina ambalo atakapokuwa akiitwa anakuwa ametamkiwa baraka, anakuwa ametamkiwa neema, anakuwa amepewa kitu kizuri kutoka kwenye mdomo ya watu. Kama video hii imekusaidia, basi comment jina unalolipenda wewe. Subscribe, share video hii kwa wazazi wengine ili waweze kutambua jinsi ya kuwapa watoto wao majina sahihi ambayo yana maana nzuri na yenye baraka. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Usiache kusubscribe, usiache kulike, usiache kushare, usiache kucomment. Mungu akubariki sana.